Ile siku ya tarehe 29 Oktoba tulikuwa nyumbani, maana tuliambiwa kwenda makazini siku ya uchaguzi mapumziko. Tulikuwa nyumbani mimi na familia yangu. Ilipofika mida ya saa 6, mume wangu alikuwa tuko sebuleni na watoto, mume anacheza na watoto. Baadaye nilikuwa naandaa chakula kwa ajili ya chakula cha mchana. Mume wangu akasema vurugu limepungua, kuja nitoke nje. Akatoka nje ya nyumba. Basi chakula kilivyoiva, nampigia simu ili arudi. Simu napiga haipokelezeki tena, yaani ndani ya nusu saa. Mida saa 6:30 kapiga simu kama mara 8. Baadaye akapokea kijana mmoja ambao ni marafiki zake hapo kwenye kijiwe. Akaniambia, shemeji, njoo bro, kapigwa risasi ya tumbo. Lakini nikaita mume wangu hasensi, yaani chochote, kalala tu chini. Akatokea rafiki yake mmoja au marafiki zake, wakasema ngoja nichukue bodaboda tuangalie kama tutaweza kufika hospitali. Namshukuru yule kaka, japokuwa simfamilia, namshukuru. Akachukua bodaboda. Wakaniambia nakubeba wewe na bro na wewe tu. Kwa hiyo inabidi uweke katikati. Katika ile taharuki nilivyotoka nyumbani, nilishindwa kubeba hata mtandio. Kwa hiyo nilikuwa nimevaa tu dera. Sasa mume wangu ni mtu wa gym, kwa hiyo nilikuwa nimeweka katikati, siwezi kumhimili. Kwa hiyo ikanibidi chini dera mama. Yeye lazima kumpeleka hospitali Mwananyamala. Tulipofika pale, wakati naandikisha, dada akaniambia basi, naenda namba 4. Nilivyoenda mbele, mama akakufa. Daktari akasema nimefikisha alichofariki kwa sababu alikuwa amepiga risasi ya tumbo imefika kwenye maindo, alimwagika damu nyingi sana. Marafiki zake bodaboda, kwa sababu mimi nilipotoka nilikuwa nimetaharuki, na walienda kule Morogoro, nilipokuwa nasikia mabomu. Akasema hapana shemeji, usimlaumu bro, sisi tumesimama tu hapa. Imekuja defender ianza na inanoa mbele, ikafyatua risasi ovyo. Kwa hiyo bahati mbaya ikampata bro ya tumbo, usimlaumu, wako Morogoro road. Ndio hivyo tu.